Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla tumeitana asubuhi ya leo ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 2026 ili niweze kutumia fursa hii kuwahabarisha Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuhusu jambo kubwa ambalo Dar es Salaam tutakuwa nalo ama Tanzania kwa ujumla. Mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wake tunapenda kuwafahamisha wananchi na umma kwa ujumla kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha maandalizi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Africa 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Mkutano huu ni mkutano muhimu ambao utafanyika tarehe 5 hadi tarehe 6 Agosti 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mkutano huu wa kimataifa unatarajiwa kuhudhuriwa na washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje ya bara Afrika, wakiwemo wakuu wa nchi na wakuu wa serikali, viongozi wa taasisi za fedha za kimataifa, wanahisa wa Africa 50, wawekezaji, viongozi wa sekta binafsi pamoja na washirika wa maendeleo barani Afrika na Tanzania kwa ujumla wake. Katika hafla hiyo ya ufunguzi, viongozi mbalimbali wa nchi wanatarajiwa kushiriki na hasa wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye atakuwa ndiye mwenyeji wa mkutano huu na atakuwa ndiye mkaribishaji mkuu wa viongozi wote ambao wanatarajiwa kuhudhuria. Aidha, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwajulisha kuwa mpaka leo wapo baadhi ya viongozi ambao wanaweza kushiriki katika mkutano huo, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Angola, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Nigeria, Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Rais wa Jamhuri ya Gabon. Ndugu waandishi wa habari, mkutano huu ni moja ya majukwaa makubwa zaidi kwa mwaka huu 2026 yanayolenga kujadili namna ya kuharakisha maendeleo ya miundombinu barani Afrika kupitia ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma, yani PPP. Aidha, ni mkutano unaotoa fursa adhimu kwa Tanzania kuendelea kujitangaza kama kitovu cha biashara, uwekezaji na maendeleo ya miundombinu barani Afrika. Kupitia mkutano huu, serikali itawasilisha pia miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo reli ya kisasa, yani kwa maana SGR, bandari ya Dar es Salaam, miradi ya uzalishaji na usafirishaji wa umeme pamoja na miundombinu ya tehama kwa lengo la kuvutia uwekezaji wa kimataifa na kuharakisha utekelezaji wa malengo au utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, na ambayo pia, ndugu waandishi wa habari, kama mnakumbuka vizuri, Mheshimiwa Rais kwa siku ya jana alizindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050. Africa 50 ni taasisi ya uwekezaji wa miundombinu ya Afrika iliyoanzishwa kwa ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Benki ya Maendeleo ya Afrika, yani African Development Bank, ikiwa na dhima ya kuandaa na kufadhili miradi ya maendeleo yenye uwezo wa kuvutia wawekezaji sambamba na kuharakisha au kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya miundombinu ya bara Afrika. Kwa niaba ya serikali na mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wake, napenda kuchukua nafasi hii kuhakikishia wananchi na wageni wote kuwa maandalizi yote muhimu yamekamilika kwa ushirikiano wa wizara mbalimbali, taasisi za serikali, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wadau wote, ili kuhakikisha mkutano huu unafanyika katika mazingira salama na tulivu. Ndiyo maana leo tunawapa pia taarifa wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu umuhimu
wa kuendelea kuitunza na kuilinda amani kama nyenzo muhimu na nyenzo kuu ya diplomasia ya kimataifa na diplomasia ya Afrika kwa ujumla wake. Mkoa wa Dar es Salaam umejipanga kikamilifu sana katika kuhakikisha kuwa wageni wote wanapata huduma bora tangu wanapowasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere hadi watakapoondoka hapa nchini. Dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kuwa mkutano huu unakuwa kielelezo cha uwezo wa Tanzania kuandaa mikutano mikubwa ya kimataifa na kuendelea kujenga taswira chanya kwa nchi zote duniani. Ndugu waandishi wa habari, napenda pia kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa huu wa Dar es Salaam kuendelea kushirikiana na serikali na kuwapokea wageni wetu wote kwa ukarimu, kudumisha usafi wa mazingira katika maeneo yetu, kuzingatia sheria na taratibu zote za nchi na kutoa ushirikiano kwa mamlaka zote husika pale unapohitajika. Yote haya ni ili kuharakisha shughuli zote na ili kuhakikisha pia shughuli zote za mikutano zinafanyika kwa amani, kwa utulivu na kwa mafanikio makubwa. Ndugu waandishi wa habari, napenda pia kuwahimiza wafanyabiashara wote na watoa huduma wa sekta binafsi kutumia fursa hii muhimu katika kutoa huduma bora zenye weledi, uadilifu na zinazokidhi viwango vya kimataifa, lakini huku akiepuka vitendo vya kupandisha bei isiyo ya lazima ambayo inaweza kuwa ni dosari kwa taswira ya taifa letu. Ndugu waandishi wa habari, mnakumbuka pia kuwa huu sio mkutano wa kwanza kufanyika katika nchi yetu. Tanzania imeendelea kuwa ni kielelezo cha heshima kubwa duniani kwa kuvutia pia mikutano mingine mingi ambayo imeshapita, ambayo nayo ilifanyika hapa kwetu kwa ubora na kwa ufanisi mkubwa pasipo doa lolote. Aidha, mnakumbuka pia kuwa mwakani pia taifa letu litakuwa ni mwenyeji wa kuandaa mashindano makubwa ya AFCON, na yote hii ni kuendelea kupokea wageni na kuwa ni kielelezo cha utulivu na amani katika bara Afrika na duniani kote kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, navishukuru tena kwa dhati kabisa vyombo vya habari ambao ndio ninyi waandishi wa habari, wahariri wa vyombo vya habari, kwa ushirikiano wenu mkubwa sana wa kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kila mara na kila wakati anapokuwa na matukio makubwa na hata madogo kwa maslahi mapana ya taifa kwa ujumla wake. Mnafahamu ya kwamba Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla ni nchi ambayo sasa inahamasisha ushirikiano wa kimaendeleo kati ya sekta binafsi na sekta za umma. Ama mtarejea pia kwa baadhi ya matangazo ambayo yamekushatolewa na wizara kadhaa, ikiwemo pia Wizara ya Ujenzi chini ya Mheshimiwa Ulega kuhusu mpango wa kuanza kujenga barabara inayokwenda Morogoro au inayotoka Morogoro kuja Dar es Salaam kwa mpango wa PPP. Aidha, pia katika halmashauri zetu imetolewa pia miradi mingi kabisa ambayo na yenyewe inazidi kukaribisha wawekezaji wa sekta binafsi ili kushirikiana na serikali. Kwa mantiki hiyo, ushirikiano huu utaendelea kuitangaza Tanzania kama nchi yenye amani, kama nchi yenye utulivu, mazingira bora ya uwekezaji na uwezo mkubwa wa kuandaa mikutano ya kimataifa mingine ambayo inatarajiwa. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaamini kuwa mafanikio ya mkutano huo yataongeza fursa za uwekezaji na kuitangaza zaidi nchi, kukuza uchumi wetu, kwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa, pamoja na kufungua ajira na fursa mpya za maendeleo kwa Watanzania wote kwa ujumla wake. Mtanzania yoyote yule ambaye atasikia tangazo hili atumie kila uwezo alionao kuweza kutumia fursa zinazotokana na mkutano huu mkubwa unaotarajiwa kufanyika kwa siku 2 hapa Dar es Salaam. Baada ya kusema haya, niombe tena Watanzania wote kuendelea kuliombea taifa letu liendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa wamoja, tuendelee kuwa na mshikamano na tuendelee kuwa na ushirikiano ili yale yote yanayopangwa yaweze kufanikiwa kwa ufanisi na kwa tija kubwa kwa maslahi ya Watanzania wote. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, na asanteni sana kwa kunisikiliza.
Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ndugu zangu, naomba tuwakaribishe kwa maswali. Tutapokea maswali matatu.